pamoja na kutofanya vizuri katika misimu mitano mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya kutotwaa taji, Simba mnyama ameendelea kuwa miongoni mwa madude makubwa barani Afrika, na uthibitisho huo unatokana na ukweli kwamba hivi sasa ingali katika nafasi ya 11 kwa viwango vya ubora vya CAF, wakati tukienda kuingia katika msimu wa 2026-27, lakini ni kutokana na ukweli kwamba katika mpangilio wa viwango vya ubora CAF unaonyesha kwamba endapo Simba itafuzwa hatua ya makundi, halafu kuna wakubwa wawili watatu wakijichanganya, Simba inakwenda kuingia katika hatua ya makundi, huku draw itakapopangwa na CAF wao wakiwa miongoni mwa timu za poti 1. Lakini kwa uhakika kabisa ipo katika poti 2 endapo itafuzu hatua ya makundi. Hili litalifafanua. Iko hivi, Simba licha kwamba limaliza mkiani katika hatua ya makundi kwenye msimu uliomalizika wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2025-2026. Tukikumbuka waliongoza walikuwa ni Stade Malien ya Mali, walikuwepo nafasi ya pili ni Esperance de Tunis ya Tunisia, namba 3 kulikuwa na Petro Atletico ya Angola. Simba walimaliza mkiani, lakini bado Simba ina uwezo katika michuano ijayo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kama itafuzu hatua ya makundi, halafu kuna timu zitajichanganya yenyewe, sio tu kwamba ina uhakika wa kuwa poti 2, lakini pia ina uwezo wa kuwa miongoni mwa timu za poti 1, kwa maana zile 4 za juu bora finest katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu husika, na hivyo kwa na nafasi ya kufanya vizuri kwa kuzingatia namba na ukubwa wao, endapo kocha Steve Barker na wachezaji wake wakatumia fursa hiyo, wakatumia wasifu wa Simba katika mpira wa miguu barani Afrika kufanya vizuri zaidi, na hasa wakiungwa mkono na management ya Simba chini ya rais wao heshima Mo Dewji, chini ya mwenyekiti wa bodi hapa nazungumzia Crescentus Magori, chini ya mwenyekiti wa Simba nazungumzia Murtaza Mangungu, na viongozi wa Simba kwa ujumla wakiwamo wajumbe akina Dr. Muba, akiwemo kina Swedi Mkwabi, wote kwa pamoja kina Asha Baraka, wakisimama imara wakaunga mkono benchi lao la ufundi chini ya kocha Steve Barker, wana uwezo wakabadilisha sasa sifa hii, wasifu huu wa kutisha wa Simba kwenye makaratasi kuwa kwa vitendo uwanjani, ili msimu ujao wa 2026-27 katika michuano ya klabu ya CAF ambayo wao wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mara nyingine tena baada ya kumaliza nafasi ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara, wanarekebisha makosa ya kumaliza mkiani na kwenda mbele zaidi kwa hadhi yao kama timu ya poti 2 au poti 1, ili wafike mbali zaidi, sio tu hatua ya robo finali ambao wamekuwa wakiishia katika misimu ya karibuni, bali pia kufika nusu finali, ikibidi finali, ikibidi ubingwa. Iko vipi kwenye orodha ya viwango vya ubora CAF wakati tukiingia msimu wa 2026-2027 ambao CAF kwa kawaida huangalia msimu wa nyuma yake kupata viwango vya ubora katika upangaji wa ratiba zake. Yaani viwango vya ubora vya 2025-26 ndivyo huisaidia CAF kupanga ratiba zake kwenye draw kwa kufikiria juu ya ubora wa klabu kwenye msimu unaofuata. Hapa tunazungumzia 26-27. Kwenye 26-27 itaathiri 27-28, ndivyo ilivyo. Sasa viwango vya ubora vya sasa 25-26 ambavyo ndivyo huathiri juu ya upangaji wa ratiba, kujua nani wa poti 1 nani poti 2 katika msimu unaofuata ambao ni 26-27, vinaonyesha kwamba hivi sasa namba 1 kwa ubora ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini yenye pointi 73. Namba 2 Al Ahly ya Misri ambayo imepromotion na Mamelodi Sundowns. Hivi sasa Al Ahly iko nafasi ya pili kwa viwango vya ubora ikiwa na pointi 66. Lakini namba 3 ni Esperance de Tunis ya Tunisia yenye pointi 58. Namba 4 ni RS Berkane ya Morocco ambayo yenyewe ina pointi 57. Namba 5 ni USM Alger ya kule nchini Algeria. Hii USM Alger ingali ina pointi 52, inashika nafasi ya 5. Ya 6 ni Zamalek ya Misri ambayo yenyewe ina pointi 49. Ya 7 ni Pyramids pia ya Misri ina pointi 48. Halafu ya 8 ni FAR Rabat ya kule nchini Morocco. FAR Rabat ingali na pointi 41. Halafu ya 9 ni Al Hilal Omdurman ya Sudan yenye pointi 39. Ya 10 ni CR Belouizdad ya Algeria yenyewe ina pointi 38, sawa na mnyama Simba anayeshika nafasi ya 11
akiwa na point 38 kama si RB Belouizdad, lakini kama tunavyofahamu viwango vya ubora vya CAF taratibu yake timu zikilingana point, ile iliyokusanya points nyingi katika siku za karibuni na kwa juu ya mwenzake. Sasa Simba na CR Belouizdad zimelingana, lakini CR Belouizdad walikusanya pointi nyingi hivi karibuni kuliko Simba na ndio maana wako juu ya Simba. Ya 12 ni watani wa jadi wa Simba, Yanga, ambao wao wana pointi 35. Sasa kwa kawaida endapo timu zinazofuzu hatua ya makundi kwenye upangaji wa makundi, ili kujua poti 1 ni kwamba zile timu 16 zinazofuzu hatua ya makundi ya kwanza, ya pili mpaka ya 16 huwa zinagawiwa katika timu 4. Kundi la kwanza inakuwa timu 4 ambalo ni kundi A, kunakuwa na kundi B, kundi C na kundi D. Sasa zile 4 za juu zinaitwa poti 1, kwa maana kwamba kati ya 16 zitakazofuzu hatua ya makundi zinawekwa katika mpangilio wa kupungua, tunasema descending order kwa ubora. Ya kwanza mpaka ya 4 kati ya zitakazofuzu, na alirudia ile neno kila mara, haimaanishi kwamba kila timu miongoni mwa timu bora ndio inakuwa katika hatua ya makundi, bali zile zitakazofuzu kwenye hatua za kufuzu hatua ya makundi, ambayo tunafahamu hatua ya kwanza ya awali inaanza Septemba 4, lakini hatua ya pili ya awali iko mwezi Oktoba, halafu makundi mechi zake ni Novemba. Sasa zile zitakazofuzu hatua ya makundi 16, 4 za juu kwa ubora ndio zinakuwa poti 1. Zinazofuata kwa ubora ya 5 mpaka ya 8 zinakuwa poti 2. Halafu zinazofuatia poti 3, zinazofuatia poti 4. Sasa maana yake ni nini? Katika hizi 12 bora unaangalia kwanza zile zenye sifa ya kushiriki ligi ya mabingwa. Hiyo ndio sifa namba 1. Kwa sababu unaweza ukawa timu ya juu kwa ubora lakini hujafuzu katika michuano ya ligi ya mabingwa kwa kutopata tiketi kupitia taifa lako. Hapo wewe haumo na hutaathiri chochote. Sasa iko vipi? Mamelodi Sundowns wao wamefuzu katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa sababu katika ligi kuu ya Afrika Kusini wao sio mabingwa. Mabingwa Orlando Pirates. Lakini Mamelodi wamemaliza nafasi ya pili. Ligi kuu ya Afrika Kusini miongoni mwa ligi 12 bora barani Afrika ambazo kwa utaratibu wa CAF zinatoa timu 2 kwenye ligi ya mabingwa. Sasa Mamelodi wanashiriki ligi ya mabingwa, wao ni namba 1 kwa ubora, wakifuzu hatua ya makundi hawa watakuwa poti 1. Al Ahly ya Misri. Al Ahly hawa ondoa kabisa, licha ya kwamba ni klabu namba 2 kwa ubora barani Afrika hivi sasa, lakini hawajapata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao kwenye taifa lao la Misri. Mabingwa katika ligi kuu ya Misri ni Zamalek, walioshika nafasi ya pili ni Pyramids. Kwa zile slot 2 za ligi ya mabingwa kutoka Misri, Al Ahly kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni hawamo. Hawa tunawaondoa. Kwa hiyo hawana tishio lolote kwenye hatua ya makundi. Esperance de Tunis wamo. Wao katika ligi kuu ya kule nchini kwao Tunisia wamemaliza nafasi ya pili. Mabingwa akiwa ni Club Africain ndio watakao kwenda ligi ya mabingwa, lakini timu ya pili ni Esperance de Tunis, kwa sababu ligi kuu ya Tunisia ni ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, inatoa timu 2, wa pili ni Esperance, wao watashiriki. Sasa na wao endapo watafuzu hatua ya makundi wanachukua sloti nyingine ya poti 1 baada ya Mamelodi. Nadhani inaeleweka vizuri. Halafu kuna RS Berkane. RS Berkane ni miongoni mwa timu 2 zilizofuzu ligi ya mabingwa barani Afrika kutokea kwao nchini Morocco. Bingwa akiwa ni Maghreb Fez, namba 2 walikuwa ni RS Berkane. Kwa sababu hiyo wanashiriki ligi ya mabingwa. Wakifuzu hatua ya makundi wanachukua sloti nyingine hapa ya poti 1. USM Alger hawa hawamo. Ondoa kabisa kwa sababu si miongoni mwa timu 2 zilizomaliza juu kileleni katika ligi kuu ya kwao kule nchini Algeria, washiriki ligi ya mabingwa. Zamalek hawa ni mabingwa wa ligi kuu ya Misri. Kwa hiyo wakifuzu hatua ya makundi watakuwa katika sloti nyingine ya poti 1. Kwa hiyo zile za poti 1 4 endapo zitafuzu hatua ya makundi, hizi hazina mshindani, zitakuwa kwenye poti 1. Nadhani imeeleweka vizuri. Lakini tunakuja Pyramids. Pyramids wamemaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya Misri, wakifuzu hatua ya makundi, na wao watakuwa na uhakika wa kuchukua slot ya kwanza ya poti 2. Ndio, kwa sababu zile poti 1 slots zishachukuliwa na hawa ambao endapo watafuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa, maana wanakwenda kushiriki. Pyramids wamemaliza nafasi ya pili katika ligi kuu ya Misri, bingwa Zamalek. Ligi kuu ya Misri ndio ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, inatoa timu 2 ligi ya mabingwa. Tunakuja Faraba. Hawa hawamo. Ondoa kabisa kwa sababu si miongoni mwa timu zilizomaliza nafasi 2 za juu katika ligi kuu ya Morocco, haishiriki ligi ya mabingwa, ingawa msimu uliomalizika ilifika mpaka fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika
wakicheza dhidi ya Mamelodi Sundowns. Mamelodi wakatoa ubingwa, lakini wana finali hawa kwa msimu wa 26-27 hawamo kabisa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Al Hilal Omdurman hawa wamba wamo. Al Hilal Omdurman ni bingwa, wanawakilisha ligi kuu ya Sudan. Wao wanakwenda katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikumbuke wametoa ubingwa katika ligi kuu ya Rwanda kwa utaratibu ule kama walivyofanya katika msimu wa nyuma yake wakiwa katika ligi kuu ya Mauritania. Safari hiyo wameshiriki ligi kuu ya Rwanda, wametoa ubingwa na hivyo wanawakilisha Sudani katika ule utaratibu wa kwamba wao ni miongoni mwa timu mbili kutoka Sudan. Sasa wao wamo, wakifuzu hatua ya makundi wanakuwa katika pot 2. CR Belouizdad kutoka Algeria hawa hawamo kwa sababu si miongoni mwa timu mbili za juu katika ligi kuu ya Algeria zinazowakilisha taifa hilo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Halafu inayokuwa na uhakika pot 2 nyingine hapa ndo unakuta mnyama Simba. Simba endapo watafuzu hatua ya makundi watakuwa pot 2 kwa sababu Simba ni miongoni mwa timu mbili kutoka Tanzania, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, zitakazoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kumaliza nafasi ya pili kama tulivyotoka kueleza. Kwa hiyo wakifuzu hatua ya makundi wana nafasi pot 2. Halafu kuna Yanga ya Tanzania pia, watani wa jadi wa Simba. Nao wakifuzu hatua ya makundi, wakienda kushiriki michuano hiyo kama mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara, wakifuzu hatua ya makundi wanatoa nafasi nyingine ya pot 2. Kwa hiyo sloti 4 za pot 2 zimeshatwaliwa hapa na Pyramids, Al Hilal Omdurman, Simba na Yanga za Tanzania. Kwa maana kwamba kwa nini Simba, Yanga, Al Hilal zimeingia katika top 8 kwa maana 4 za pot 1 na 4 nyingine za pot 2 zinazoingia katika top 8 ni kwa sababu timu zilizopaswa kuwa juu kwenye pot 1, pot 2 baadhi yake zimeshindwa kupata tiketi kwenye mataifa yao. Sasa automatically zile zilizoshindwa kupata tiketi za chini yake zinapanda juu. Ukishindwa ya chini yako inapanda juu. Sasa hapa ndio maana kukosekana kwa Al Ahly, kukosekana kwa USM Alger, kukosekana kwa FAR Rabat, kukosekana kwa CR Belouizdad kumezifanya ziwe uplifted, ziinuliwe timu zilizokuwa chini ambazo ni Simba, Yanga, Al Hilal ambazo kwa utaratibu wa kawaida zisingekuwa katika top 8 ambayo hutoa timu za pot 1 na pot 2. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa hiyo haitoshi. Lingine ni kwamba hawa waliopo juu kwenye pot 1 kwa kawaida wakijichanganya kwa kushindwa kufuzu hatua ya makundi, baraka zilizopo chini zinapanda, zinakwenda kuchukua hizo nafasi zao za juu kama nilivyotoka kueleza. Kumbuka kwa mfano, msimu uliopita miongoni mwa timu zilitarajiwa kufika mbali sana ni Orlando Pirates ya kule nchini Afrika Kusini. Lakini nini kilitokea? Ilitolewa mapema kabisa katika hatua za awali za kuwania kufuzu hatua ya makundi. Kwa hiyo nafasi yake ilipotea. Kwa hiyo huwa hilo linatokea. Sasa ikitokea kwa mfano imechemsha timu moja kati ya hizo 4 za juu, maana yake mpangilio utaipandisha Pyramids kwenda kwa pot 1. Ndio, yani yoyote Zamalek, RS Berkane, Esperance de Tunis au Mamelodi Sundowns yeyote akiteleza katika hatua ile ya mchakato wa kwenda hatua ya makundi, maana yake akiondoka za chini zinapanda. Itakao upande ya kwanza hapa ni Pyramids itakwenda pot 1. Ikiteleza nyingine tena, yani katika 4 za juu zikateleza 2, hilo likitokea ni ngumu kwa hizi timu kwa wasifu wake tunaziona huko juu eti zishindwe kufuzu hatua ya makundi tena 2. Lakini ikitokea akijichanganya Mamelodi ama Esperance de Tunis au RS Berkane au Zamalek, 2 kati ya hizi zikijichanganya, basi itakao kwenda pot 1 sio tu Zamalek peke yake itakao kwenda pot 1, bali pia itakayofuatia ni Al Hilal Omdurman itakwenda katika pot 1. Zikijichanganya 3, Simba nayo itakwenda katika pot 1. Hizi 4 zote za juu zikijichanganya zikiwa hazimo kabisa katika hatua ya makundi, kwa maana kwamba zishindwe kufuzu hatua ya makundi, basi wananchi Yanga nao watapanda na kuwa katika pot 1. Ni ngumu, lakini kwenye mpira wa miguu huwa linatokea. Lakini kimsingi kwa uhakika kabisa Simba mnyama pot 2 ni uhakika kama alivyo mtani wake wa jadi. Lakini 3 za juu zikijichanganya kushindwa kufuzu hatua ya makundi, mnyama Simba naye anapanda na kwenda kuwa katika pot 1. Nini faida ya pot 1? Nini faida ya pot 2? Nini faida ya kuwa katika kiwango cha juu cha ubora? Ni kwamba kwenye kundi lenu wewe unatumainiwa kwamba ndiye mbabe wa kundi. Matokeo yake unaletewa timu ambazo kwenye makaratasi walao, maana tusemi uwanjani ni habari nyingine. Kwenye makaratasi unaletewa timu ambazo kwako ni dhaifu, kwa sababu wewe katika kundi ndo namba 1, matarajio kwenye makaratasi wewe ndo uongoze kundi, alafu zinaletwa timu nyingine. Kwa hiyo ukiwa namba 1
huletewi timu zenye sifa namba moja, wababe ukutani nao. Kwa mfano hizi timu za poti 1 kwenye mpangilio kama nilivyotoka kufafanua, kutakuwa na poti 1 ya kwanza, poti 1 ya pili, poti 1 ya C, poti 1 ya D. Poti 2 nazo zinakuwa spread, zinasambazwa poti 2 ya A, poti 2 ya B, poti 2 ya C, poti 2 ya D. Yaani timu zenye poti moja za kutoka poti moja hazikutani kwenye kundi, sababu zinasambazwa katika makundi yote manne. Sasa ukiwa poti 1 maana yake unajiepusha janga la kukutana na mkali mwingine mwenye sifa ya poti 1. Badala yake utapangiwa za poti 2, poti 3, poti 4. Nadhani nimeleweka vizuri. Ndio faida ambayo mwisho wa siku inakuongezea nasibu ya kusonga mbele kwenye hatua robo finali, nusu na finali, kutegemeana na utakachokionyesha uwanjani, bali mpangilio huu tunazungumza tu kwenye makaratasi. Sasa Simba uhakika poti 2, hiyo ndio point to note. Simba pamoja na kwamba msimu huu hawakutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, pamoja na kwamba kwenye ligi ya mabingwa walimaliza mkiani, bado miongoni mwa timu nzito 8 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, endapo zote kwa viwango vya ubora zitafuzu. Moja, lakini pili, 3 za juu zikijichanganya na yenyewe inaingia poti 1. Zikijichanganya 2 itabaki kwa poti 2, bali zitakazopanda 2 itakuwa ni Pyramids na Al Hilal. Ikijichanganya moja inapanda Pyramids kwenda kwa poti 1. Zikijichanganya zote 4, wanaokwenda poti 1 ni Pyramids, ni Al Hilal Omdurman, ni Simba mnyama na mtani wake wa jadi Yanga. Cha msingi ni kocha Steve Barker, kama nilivyotoka kueleza awali, katika maandalizi ya msimu kujipanga vyema kwa michuano ya CAF. Simba ni timu ambayo huwa inaelezewa kwamba ni wazee wa hizi kazi kwenye CAF, huwa hawana jambo dogo, ukiondoa kile kilichofanya msimu uliomalizika, ambapo kwa mara ya kwanza katika misimu kadhaa wamemaliza mkiani. Ni jambo ambalo litarajiwi kurudiwa. Simba matarajio ni kujiimarisha zaidi, iende mbele zaidi, ikibidi nusu finali na hata ubingwa chini ya kocha Steve Barker. Ni juu ya management kuunga mkono benchi la ufundi kuwasajili wachezaji bora washindani kwenye michuano ya hadhi hii. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.